ambayo kwamba ilisomwa na kutafsiriwa na wanafunzi wa fasl awal, ambao Zubair bin Mi'raji ndo alikuwa akisoma hiyo darsu al-fiqh kwa lugha ya Kiarabu, ikatafsiriwa na Zabibu binti Jadel. Tukawa na khutbatu Ramadhani ambayo imesomwa na Luqman ibn Sha'ban, na tukawa na dua ya mwisho ya wanafunzi wote walioisoma kwa pamoja. Tukiingia katika sehemu yetu ya mwisho tulokuwa nayo, na tungeomba iwe ya mwisho zaidi, ndio khitaba na taarifa za wanafunzi wao wakichukua ripoti zao kwenye mikono ya mabwana pale. Hivi viti tuviweke pale. Hapa kuna jua. Kwa amri ya Sheikh Omar, acha aziache hapo. Tumetaka kuwahurumia kwa ajili ya jua, lakini wamependelea iwe ni hapa hapa. Kwa amri ya mlezi wetu Umar At-Tayyib Abu Jaz, tutabaki hapa hapa. Tumesema al-faslu ar-rawda tuna wanafunzi 21 walofanya mtihani, na tutawaeleza kuanzia kwa 21 mpaka kwa namba 1, ili kila mzazi atambue watoto wake waliokuwa nao na uvivu wao. Mtoto wako ni mvivu, ukiwa ni mvivu hapa madarasa, ina maana mpaka nyumbani ni mvivu, hatwalii. Sasa ni wewe ufanye hima mtoto wako kesho atajwe kama mshindi wa kwanza, na twaomba ifanyiwe kazi hiyo insha Allahu taala. Ningewaomba wazee wangu wa Kahawa Group mtangulie watatu hapa, mtajua ni kina nani watakuja, ili hao watoto wapate hizi natija kupitia mikono yenu inshallah taala. Ningemuomba imamu wa Kahawa Group pamoja na chairman wake pamoja na mzee wangu aloketi nyuma ya chairman, namuomba pia aje. Sitaki mzee taratibu, nataka nyuma yake, aloketi nyuma yake. Niongeze hicho kiti hapa, na baba Shabani pia tuomba uje kwa niaba ya wazazi. Bismillah. Leta kiti kwa haraka. Kiti hapa. Ustadh Abdurrahman ako wapi? Njoo ni Ustadh hapa. Nataka Ustadh wawili hapa. Mwanafunzi yote akisikia jina yake aje achukue ripoti yake. Napokeza huku karatasi ipite kwa mzee, ije mpaka kwa mzee wa mwisho. Bwana Imamu, mimi ningeomba uketi huku kwa makavu. Keti kwa mwisho kabisa. Keti kwa mwisho. Hii ripoti itapita kwa mkono. Utampatia mzee, nipe hivi mfano. Utamkabidhi mzee au kabidhi wazee wenzake mpaka ifike mwisho. Mwanafunzi anayekuja kuchukua anasalimia kuanzia hapa mpaka mwisho. Kwa pamoja. Imran Umar, huyu ni mwanafunzi ambao kwamba ni mvivu mnapomuona ndo ametokeza yeye kwa namba ya 21. Sasa mzazi wake ajue namna ya kudili na mtoto wake. Subiri pale. Hizi picha ni muhimu sana. Halima Uthman. Halima Uthman hajakuja. Unaona balaa hii. Halima Uthman ni yupi?
Wazazi wake wako hapa. Inna lillahi. Sasa mzazi amejua mtoto amefeli, kabidi yeye mwenyewe aje achukue ripoti. Wewe njoo mchukulie. Salimia kwanza hapa, mkabidhi huyo. Kwanza mkabidhi huyo ripoti yake. Chukua ripoti. Huyo alikuwa ni namba 20. Yaani amemshinda mtu mmoja kwa klasi. Amejitahidi na uvivu wake. Tukawa na namba 19. Kwa wanafunzi 21. Mjo wewe lete kwanza tusome maadali yako. Hujasoma maadali yako. Afwan. Niangalie maadali ya huyu mwanafunzi. Hebu nipokeze hii niangalie maadali yake. Maadali ni percentage. Hii percentage ni muhimu zaidi kutajwa. Huyu amepita na percentage ya 24.4 kwa 100. Na huyu amepita na percentage ya 42.4 kwa 100. Tukawa na Hussein Shaban, huyu namba 9 katika wavivu tuliokuwa nao. Hussein Shaban ni nani? Bwana macho ile. Ambao kwamba yeye amepita na percentage ya 48.8 kwa 100. Ama kweli sisi wazazi tutawafanya watoto kuwa wavivu. Kimshangilia huyo umeleta balaa. Tuko na namba 18. Namba 18 ambao wamepita na percentage ya 51.2. Shaina na Mulindwa. Unaye pia mvivu mwingine namba 18 kwa watoto 21. Mwambie aike kitambaa kwenye mkono ndo asalimie huko. Aike kitambaa kwa mkono wake. Aike kitambaa kwa mkono wake. Tukawa na namba 17. Shamda Naigaga. Huyu amepita na percentage ya 59.2 katika wavivu tuliokuwa nao. Weka kitambaa kwa mkono. Wazee wangu, tungejaribu kufanya haraka sisi chini kwa sababu hii jua. Mwisho tuweza kushtukizia mmekuwa samaki mkauko. Tuko na Sharifa Othman. Huyu amepita na percentage ya 59.3 ambao wamekuwa namba 16 kwa watoto 21. Amefanya vizuri. Usimpe mtoto mashaallah kwa kufeli. Akifanya vizuri mpe mashaallah. Tuna Ashura binti Swaib amepita na percentage ya 68.2 ambayo yeye ni namba 15 kwa watoto 21. Huyu amefanya vizuri sana. Tuko na Khadija Abdallah ambao kwamba
kwamba amepita na percentage ya 68 na yeye namba 14. Amefanya vizuri sana. Tukawa na Zahra Nasir, yeye amepita na percentage ya 73.6, ambao kwamba yeye ni namba 13 kwa watoto 21. Ashura ni huyo. Zahra Nasir. Zahra, haraka haraka. Tukawa na Mwanaidi Abdallah, amepita na percentage ya 79.6, namba 12. Amefanya vizuri sana. Tukawa na Rahma na Mgamo, yeye amepita na percentage ya 80 na namba 11. Amefanya vizuri. Hiyo ni group ya Mumtaz, excellent. Tukawa na namba 10 Khadija Shaban, amepita na 80.4, ambayo yeye namba 10. Tukawa Zulaikha Shaban, amepita na 82.4, ambayo yeye namba 9. Ni katika mujitahida hawa waliojitahidi kimasomo yao. Tukawa na Haula binti Mahmud, ambaye yeye amepita na 84.4, namba 8 katika Mumtaz. Tukawa na Nasra Shaaban, ambao amepita na 84.4 na 86.4, namba 7. Tukawa na Arafat Shaaban, ambao amepita na 87.2, namba 6 huyu. Ni kama wazazi waliokuja watoto wenu wote wamefeli, kwa sababu sisikii mashaallah hata kwa wengine, hasadi hizo. Arafat Hassan 89.6, namba 5 huyu. Sasa tufungue masikio sasa. Mashaallah. Tukawa na Yasir Mulindwa, amepita na percentage ya 91.2, ambao kwamba yeye ni namba 4. Tuingia kwa namba zetu muhimu zaidi zinazozingatiwa. Tutaanza na namba 3. Namba 3 ni Sabrina Shaaban, Sabrina amepita na 92.4%, ambayo ndio namba 3. Sabrina hiyo ana zawadi yake ya dera na mtandio wake pamoja na senti atakazozihesabu mwenyewe. Tukawa na
namba 2 ambao wamepita na 93.6 ambao ni Aisha bintu Abdallah. Mashaallah. Yalla. Mashaallah. Kisha tukawa na namba 1 ambao ni Jamal ibn Musa wa 99.6% ambao yeye ndo namba 1. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Mkimaliza wazee wangu kazi hiyo, nitawaomba muage, mrudi mkaketi ili tuingie kwa faslul awwal. Tukimaliza tujaribu kuwahi kwa wakati wetu, tuingie katika daurul khitaba. Nafikiri wazee wangu mimi nawaaga, turudi pale ili tuwaeke wazee wengine wapokeze ripoti zilizobakia. Tutaingia kwenye daurul khitaba kwa wakati wake inshallah. Nafikiri wakati wa khitaba tutatoa fursa za kuzungumza inshallah ili tuchunge muda. Takbir. Allahu akbar. Wanaume mbona mpigi takbiri ba? Hiyo mmeshinda masurauba. Hamna takbiri nini? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi hamd. Unapopiga takbiri mmeshinda chini alafu juu mkashindwa. Sijui huko juu kuna nani. Hapo ndo kuna balaa. Nafikiri tuingia katika faslul awwal. Ndo faslul awwal yetu na ndo ya watu wazima na wavivu wamejaa wengi. Tungeomba insha Allah Sayyid Umar Abu Jaz pamoja na Sheikh Yusuf mlezi wetu wa Khudamul Khair pamoja na Deputy Supreme Qadhi pamoja na bwana chairman mzee Taratibu pamoja na mzee Kaina niaba ya wazazi, tuongeze kiti kimoja hapa. Tuomba wazee wetu mje mketi hapa, ndo faslu yetu kubwa hii, faslul awwal, ipate ripoti zao kupitia mikono yenu insha Allah taala. Hapo sasa hivi kuna pressure faslul awwal, kila mmoja anataka kusikia hapo. Wameketi hapo pressure, kila mmoja anainamisha kichwa. Wewe kama ni mvivu ni mvivu, unajua ulichokifanya. Wewe subia, sisi tujaje tu. Waliofanya mtihani ni watu. Maulana Al-Qadhi, tuweke kiti cha mwisho. Leta kiti cha mwisho. Maulana Al-Qadhi, njoo kutolee jaiza. Hao wanafunzi upiga kelele. Hey. Kunao mwenyewe hapa? Ama amesafiri?
tukipita kwenye spidi isiyozuilika. Namba 14, Hidayah binti Saib, mvivu wa kwanza huyu. Haraka haraka, amepita na percentage ya 18%. Namba 13, Ilham binti Saib, huyu twasema ni mujitahida, amekuja masomo yote yamemalizika, yashasomwa, lakini hivyo hivyo akapambana akamshinda mtu mmoja, na yeye hakusoma na wao. Tukawa na Khadija binti Abdul Karim, huyu amepita na percentage ya 51.2%, ambayo yeye ni namba 12. Tukawa na Zulfi bin Fadil, percentage ya 51, namba 11. Katika wanaume mvivu kama huyu sijaona. Si kwamba akili yake mbovu, anaelewa vizuri, lakini mvivu. Tukawa na Maryam binti Saib, ambaye yeye yuko katika percentage ya 55.75%, namba 10 yeye. Tukawa na Fatima Shaaban, Fatima binti Shaaban, ambaye yeye amepita na percentage ya 70%, namba 9. Tukawa na Khamis Ramadhan, amepita na percentage ya 70.75%, yeye namba 8. Mwamfanya mvivu zaidi huyo. Arafat bin Taib, ambaye yeye amepita na percentage ya 88.75%, yeye namba 7. Tukawa na Luqman Shaaban, amepita na percentage ya 94.5%, ambayo yeye namba 6. Tukawa na Ashraf Idris, amepita na percentage ya 97.5%, ambayo yeye ni mtu wa 5. Hii ni grupu ya Mumtaz tumeingia. Tukawa na Abdul Qahhar Asnan, amepita na percentage ya 98.75%, namba 4. Sasa nyinyi mliobakia mjiulize, namba 1, namba 2, namba 3 ni nani? Katika namba 3 tuna watu wawili, faslul rawda, faslul awwal, ambao wa kwanza ni Zubair Mi'raj, amepita na 99%. Zawadi yake ana bahasha, percentage anaijua mwenyewe, ya pesa na zawadi ya kikoi.
akajifunge ndani ya Ramadhani. Sasa kuna watu wawili hawajasikia majina yao, kila mmoja pressure yampiga. Tukawa na Ibrahim Ramadhan, pia amepita 99%, namba 3 yeye. Kuna watu walipiga takbira mwanzo, ndo wakati mpigiwe takbira, alafu hakuna takbira zinazouma kama za kiki, zaumiza kichwa kweli kweli. Yasir Ramadhan namba 2, 99.5%. Hebu harakisha wewe. Nafikiri wamemalizika. Hapa tungelikuwa na ustadha angepanda juu hapa akatangaza huyu, lakini tutatangaza tu. Zabibu binti Jadeni ndo namba 1, amepita na 100%. Hawa wanaume hawako serious, yaani mwapigwa goli alafu kisha ndio wapiga takbira. Nafikiri ombi langu kwa wageni wetu waheshimiwa waliotoa zawadi, nafikiri tumefika khitamu ya zawadi. Ningeomba mrudi nafasi zenu, tuingie kwenye daura ya pili, kurudia ya mwisho. Na tumejua watoto wetu wanafanya kitu gani, ila tutaraji, kwa sababu system ya kusomesha inaenda kubadilika kulingana na wanafunzi wetu. Ni watu wa kusoma maskuli, tuenda kusoma vitabu. Wa kwanza kumaliza mraja ndo namba 1. Tutakuwa na mtihani mmoja kwa mwaka huu tutakaoanza. Mwaka huu ambao tunaanza ikifunguliwa skuli tu, hivi wanapumzika shule, zikifunguliwa madarasa yamefunguliwa. Hawana mwezi kupumzika. Kila saa 10 yule anayetangulia kutoka madarasa skuli anakuja madarasa. Twataraji masomo ya fasulul thani yatasomwa, mtoto amemaliza ya kwanza mraja wake ndo namba 1. Fasulul thalith pia atasomwa hivyo hivyo mpaka tufikie faslul rabi. Twataraji hafla ya mwakani kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutoe shahada ya ibtidai insha Allah. Twataraji mwakani tutoe shahada ya ibtidaiya. Kabla tujaingia kwenye khitabu, nataka kueleza hawa wanafunzi, tambueni hamjakuwa mashekhe ni wala hamjawa mashekhati. Kwa wale ambao kwamba wamesoma elimu, ukiangalia ile bei ina nukta. Sasa wewe hujawa ile bei ya kuchorwa, bado wewe hujatoshea kuwa nukta ya bei, ndio mwanzo unaanza elimu. Tatizo kubwa tulokuwa nalo, mtoto akishajua mimi nimefanya mtihani mmoja shakuwa shekhe. Hujawa shekhe kokote, hujawa shekhe kokote. Yaani ukiingia kwa mashekhe wewe ndo wa chini zaidi, wewe ni tambara la kukanyagia. Sasa usijione umefika, hujafika kokote, ndo mwanzo tuanza. Na yoyote atakayefika nje ya kawanda hili la Khudamul Khairi katika wanafunzi wanaosoma hapa akajiona ni shekhe, si mwanafunzi wetu kuanzia wakati yeye atajiona ni shekhe. Tumekukataa. Ukitoka
tu kajiona umetimia kuwa shekhe, wewe jifute mwenyewe kwenye madrasa, kwa sababu madrasa hatufundishi mashehe, tuwafundisha wale wanaotaka kufika kwenye daraja Mwenyezi Mungu atakaofikisha, wala hatuna malengo hayo, ndio target yetu.